wakalambwa na moto uliotoka mbinguni. Mfalme Ahazia tena akatuma akida pamoja na askari 50 tena, wakaliwa na moto. Akatumwa mara ya 3, alituma mara ya 3 akida tena pamoja na watu 50. Hawa ndio waliosalimika miguuni pa nani? Pa Mungu. Na malaika akamwambia Elia Mtishibi ya kwamba usiogope, na alimruhusu kuweza kuongozana nao na kufika mpaka kwa mfalme Ahazia. Lakini neno lilikuwa ni moja: Mungu wetu sio kigeugeu, hakika utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hakika utafanyeje? Na Ahazia kweli, mwishoni unaposoma sura hii ina mistari 18 tu. Unaposoma sura hii ya Wafalme wa Pili sura ya 1, Ahazia alikufa bila hata wajumbe wake kufika kwa Mungu wa Ekroni. Ahazia alikufa. Tunajifunza nini hapo? Mungu wetu sio kigeugeu. Akisema jambo ageuki, lakini ni mwingi wa rehema na fadhili. Unapokosea mgeukie, atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Napoelekea mwishoni, kama kiongozi na mshiriki wa leo, usichanganye imani ya Biblia na mafundisho ya kipagani ama imani za kishetani. Mtegemee Mungu kama mshauri wako mkuu. Halo, mtegemee Mungu kama mshauri wako nini? Iwe ni kwenye biashara. Kabla hujaenda kwa wengine, rafiki, viongozi wa kanisa, mdilie kwanza Mungu. Unaumwa, kabla hujaenda hospitali, kabla hujatumia dawa, mlilie kwanza Mungu. Mtegemee yeye kama mshauri wako mkuu. Wanadamu tuwe nyongeza, na si kila ushauri ni wa kuufuata, na si kila neno ni la kulisikiliza. Mungu awe mshauri mkuu wa kila mmoja wetu leo. Mshauri wa familia, katika masomo, katika huduma yako, uongozi, biashara na mambo yote unayoyafanya. Mungu kwanza, mengine baadaye. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Misali sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako. Unapozitegemea akili zako, nakwambia ipo njia ionekanayo sawa kuwa machoni kwa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia za mauti. Utaona ni sawa kwenda kwa waganga, utaona ni sawa kwenda kwa wachawi, lakini mwisho wake tambua ya kwamba ni njia za mauti. Mtegemee Mungu tu. Leo Mungu wa Ekroni ni nani? Ama Baal-zebubu ni nani katika siku za leo ama siku hizi za mwisho? Kizazi chetu, Mungu wa Ekroni anaweza kuwa waganga wa kienyeji. Unapogoma kumsikiliza Mungu, kusikiliza mashauri yake, unaenda kwa waganga wa kienyeji, tambua huyo ndiye Mungu wa Ekroni wa leo. Unapoenda kwa wachawi, mitandao ya manabii wa uongo na mitume wa uongo na makristo wa uongo, tambua ya kwamba unaenda kwa Mungu wa Ekroni, Baal-zebubu. Unapoenda kwenye imani za mizimu, unapoenda kwa watabiri wa ndoto bila msingi wa kibiblia, wanaosoma nyota za watu, unaenda kwa Mungu wa Ekroni moja kwa moja. Nikiwa na maana ya nini? Unaenda kwa shetani moja kwa moja kupata taarifa kwake. Mtegemee Mungu katika njia zako zote kama mshauri wako mkuu, kwa sababu yeye sifa yake moja ni mshauri wa ajabu. Hakuna mwanadamu aliye mshauri wa ajabu na mkuu
kama Mungu wa mbinguni. Na hakuna mwanadamu aliye na ushauri mkubwa na unaotia nguvu kama Mungu wa mbinguni. Mtegemee yeye. Swali linaulizwa leo: je, ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli? Hata ukaenda kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni, kuuliza? Swali linaulizwa: je, ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli? Hata unaenda kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni, kuuliza. Je, ni kwa sababu hakuna Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Hata unaenda kwa manabii wa uongo ili upate mafanikio ya biashara, mafuta ya upako, ili usuluhishe migogoro ya familia yako, ili upone ugonjwa. Je, ni kwa sababu Mungu hayupo katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Mungu anauliza swali hilo leo. Kuna watu wanasema Waadventista wa Sabato hawana Roho Mtakatifu. Ni waongo, wanakudanganya. Kuna Roho wa Mungu ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, anayeweza kufanya mambo makubwa kuliko ambavyo tunadhani. Halo? Kama alivyotenda Agano la Kale, ametenda kipindi cha Yesu, katenda mambo makubwa kipindi cha mitume, hata leo anaweza akafanya makubwa. Hitimisho langu ni kwamba maandishi haya ya Ellen White yanasisitiza ya kwamba mambo makuu mawili: chanzo cha ushauri ni muhimu kuliko ushauri wenyewe. Chanzo cha ushauri ni muhimu sana kuliko ushauri wenyewe. Ushauri unaweza ukawa mzuri, unaweza ukawa na matokeo fulani kwenye maisha, lakini chanzo cha ushauri ni muhimu sana kuliko ushauri wenyewe. Ahazia alifanya kosa hili. Yawezekana angeenda kule, angepata taarifa nzuri. Chanzo tunaangalia ni muhimu kuliko ushauri wenyewe unaotolewa, akiwa na maana ya kwamba mtoa ushauri ni muhimu sana kuliko ushauri wenyewe. Mtoa ushauri ni muhimu sana kuliko ushauri wenyewe. Jambo la pili: kutomtumaini Mungu ama kutomtegemea Mungu ni dharau kwa hekima yake isiyokuwa na kikomo. Narudia, kutomtumaini Mungu ama kutomtegemea Mungu wa mbinguni ni dharau kwa hekima yake isiyokuwa na kikomo. Unapotanga mbali na mapenzi yake na kwenda kuuliza kwa miungu mingine, ukaenda kwa wachawi, ukaenda kwa manabii wa uongo, ukaenda kwa makristo wa uongo, ni dharau kwa Mungu wa mbinguni ambaye ni chanzo cha hekima yote. Yaani kana kwamba umemtukana Mungu kabisa unapokosa tumaini kwa Mungu wa mbinguni, katika mambo madogo na katika mambo makubwa. Unapoacha kumtumaini tu, tambua ya kwamba hiyo ni dharau kubwa mbele za Mwenyezi Mungu, kubwa mno mbele za nani? Za Mwenyezi Mungu. Mungu anatutaka tumtambue katika mashauri yetu yote, yeye awe wa kwanza. Mashauri yetu yote tunayoyafanya, Mungu anahitaji awe wa kwanza, hata kabla ya ushauri na mashauri yenyewe. Ni kana kwamba anatuambia Mungu anahitaji tumtambue hata kabla ya kuchagua kwenyewe. Kabla haujachagua, mwanzoni anapaswa kuwa Mungu wa mbinguni. Jambo la mwisho: tumtumaini Mungu wakati wote, hata wakati wa maumivu makali na ya shida. Mfalme Ahazia alishindwa kulifanya jambo hili. Alikosa tumaini kwa Mungu wa mbinguni wakati ambapo ameugua, wakati ambapo yupo kwenye shida kali. Alikosa tumaini
Unajua imani ni nini? Imani ni kumwamini Mungu hata pale unapoona mambo hayaeleweki. Endelea kumtumaini. Yaani pale maumivu makali yanasugua kwenye kidonda kabisa, hata hapo Mungu anahitaji uendelee kumtumaini. Umegombana na mke wako, umegombana na mume wako, umekorofishana na watoto, mzazi unaumia, watoto wanaumia. Hata katika hayo maumivu makali bado Mungu anahitaji uendelee kumtumaini. Bwana Yesu asifiwe. Umeanguka kibiashara, umeshuka kimasomo, yanakuumiza, bado Mungu hata katika hayo anahitaji uendelee kumtumaini na kumpa tumaini kama Mungu wa mbinguni. Tambua ya kwamba nimesema ukiacha tu hata katika maumivu makali kama alivyofanya Ahazia, unaonyesha dharau kwa Mungu wa mbinguni. Mwisho, tumtumaini Mungu tunapoomba ya kwamba anaweza akafanya. Tusitegemee hekima ya kibinadamu inayomtenga Mungu wa mbinguni. Tusitegemee hekima ya kibinadamu, hekima ya mwanadamu ambayo inamtenga Mungu wa mbinguni. Usitegemee ushauri wa mwanadamu ambao unakufukuza mbali na Mungu wa mbinguni. Usiende mahali ambapo kuna kuondoa kabisa katika uhusiano wako sahihi na Mungu wa mbinguni. Usikae mahali ambapo kuna kuondoa kabisa katika uhusiano wako sahihi na Mungu wa mbinguni. Mtegemee yeye, anaweza akafanya. Alo, mtegemee yeye, anaweza akafanya. Swali linaulizwa leo, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mkaenda kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni kuuliza? Linaulizwa kwako na kwangu. Unapopita katika magumu, unaenda wapi? Mtumaini Mungu pekee na sio mwanadamu wala hekima za wanadamu. Utapotea na utakuwa katika hatari kubwa kama iliyompata mfalme Ahazia. Mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Alitenda dhambi ya kutomwamini Mungu, aliipoteza nyumba ya Israeli, na mwisho wake Mungu alimwambia, hakika hautashuka katika kitanda chako, utakufa. Natamani leo kila mmoja wetu apambane kuulisi uzima wa milele. Kila mmoja wetu, hali yoyote ile, pambana kuishi maisha matakatifu. Katika hali yoyote ile, nyenyekea, mruhusu Mungu akukumbatie. Tunapomaliza tutasimama na wimbo nambari 20. Ninapomaliza tutasimama na wimbo nambari 20.